Lakini jambo lingine, Yanga kupitia njia za kawaida za kukata rufaa ndani ya TFF kama ilivyotakiwa na kanuni. Mechi iliahirishwa kwa sababu za usalama na uchunguzi wa madai ya rushwa. Uamuzi huo hauwezi kusimamishwa kwa kuwa tayari ulitekelezwa. Uamuzi wa CAS sasa. CAS walisema kama ifuatavyo: kwa mujibu wa kanuni, Yanga walipaswa kwanza kukata rufaa kwa kamati ya rufaa ya TFF, lakini pia kwa kuwa hawakufanya hivyo, hawakufuata utaratibu wa kisheria uliopo. Kwa hiyo CAS haina mamlaka ya kusikiliza kesi hii. Matokeo, rufaa ya Yanga imetupiliwa mbali. Kesi imeondolewa rasmi kwenye orodha ya kesi za CAS. Kesi imeondolewa rasmi kwenye orodha ya kesi za CAS. Umemwelewa Magunga? Na swali kama yes, kidogo tu. Swali la mwisho nilomuuliza mwanasheria hapa akafafanua kwamba ukishaona neno termination kwamba hiyo kesi haipo tena, na kama itarudi tena basi mchakato utaanza upya including kufanya malipo ya ile shauri. Kuna kitu amezuiliwa hapa. Yanga hawatapaswa kulipia gharama yoyote zaidi ya ile ambayo walitoa awali. Kulipia kwenye kesi imeisha. Mwanzo si wakati wanafungua kesi walipia. Kwa hawapaswi kulipia tena chochote. Yaani ile ya awali inatosha. Si kesi imeisha. Kwenye kesi hii lakini ndio wakirudi tena sasa hizo si obviously ndio tunapofungua kesi mpya sio gharama nyingi. Hakutakuwa na kesi hii. Unajua mimi nimesema hivi makusudi kwa sababu kuna wasikilizaji wetu wameanza kupitishia propaganda. Ni kama darasani tu. Mwalimu akishafundisha watu wengine wataelewa, wengine wataacha, wengine watamuuliza mwalimu alisemaje hapa? Ndio utatoka hapo tena tuition unaenda kufundishwa kile na huko tuition bado utakuwa uelewi. Unaelewa vizuri? Sasa ukitaka kila mtu tutamweza, hatuwezi. Mimi nataka kusema mwanzo nifikiri Magunga anataka anarudia, yani kwa kweli nilianza kuwa Magunga tena anarudia, lakini nimekuja kujifunza kitu kwa Magunga. Amesimplify kitu kikubwa alichozungumza Majembe, Yanga ikiweka kwenye lugha rahisi ya Kiswahili. Amekisamarize vizuri kabisa. Nafikia moja muelewa Magunga hapa. Sasa wewe ndo wale ambao watu tukikupeleka tuition unabaki pale. Unaelewa? Sasa mimi kwa eneo moja ambalo amelizungumza mwanasheria na Jeff alikuwa anasema kutokana na ile andiko. Sijui hapa mimi ndo katika wale. Nimependa mwanasheria amesema kuna kitu kilichobaki ni kutafsiri Kiingereza na wala sio sheria tena. Sheria imemaliza. Sheria imemaliza tayari. Sikiliza, huyu amesema kuhusu termination. Kipengele cha 33 katika ile hukumu. Mimi nitazungumza kama ilivyoandikwa kwa lugha ya bibi. In the light of the above, the appeal filed by Young African Sports Club shall be deemed withdrawn and the procedure CAS 2025/A/11-298 Young African Sports Club versus Tanzania Football Federation and Tanzania Premier League Board and Simba Sports Club shall be terminated and deleted from the CAS roll. Wametumia mpaka neno deleted. Maana yake hapo ni ndio alosema terminated ilikuwa itoshi. Imekuwa terminated na deleted from the CAS roll. Sasa ndio watu wanaposhindwa kujua kwamba hii kesi imefutwa na imeondolewa moja kwa moja kwenye orodha ya kesi za CAS. Ili jambo limekwisha. Na ukisoma juu yake tu hapo ndio hapo mwingine kwa mfano namba 31, therefore imeanza, the deputy president finds that the proper channel for the appellant's appeal is before the Tanzania Football Federation Appeals Committee. So, and the appellant failed to exhaust all internal legal remedies as required by Article R35 of the Code. Tazumari, tunaye mwanasheria yupi wa Simba
Mwanasheria wa Simba Hosea anazungumzia Simba wenyewe wapo. Simba walikuwepo kwa ina wao walikuwa Simba na TFF Simba. Karibu karibu. Hosea, habari za asubuhi. Salama, habari. Nzuri, unatupata vizuri Nawapata. Tuko na wewe live, na wewe ni mmoja ya watu ambao walikuwepo kuiwakilisha Simba kwenye kesi hii ambayo hukumu yake imetolewa, na pengine tungetamani kusikia kutoka kwako nini madai makubwa zaidi ambayo yalikuwa yanawahusisheni ninyi kwa upande wenu kama Simba, na nini ambacho kimefanyika kwenye kesi hii kwa upande wenu ambao mpaka sasa tunaona hukumu yake imeshatolewa na CAS na kufutwa kabisa kwenye orodha za kesi mbalimbali huko CAS. Okay. Actually madai ya Yanga yalikuwa ni mengi. Ndio. Lakini in essence walikuwa wanaomba pointi 3 dhidi ya Simba na magoli 3. Hilo ndio lilikuwa dai kubwa dhidi ya Simba. Ndio. Na pia walikuwa wanaomba walipwe fidia, nafikiri ni milioni 500. Walipe Simba. Walipwe Yanga fidia milioni 500. Walipwe Yanga yani Simba ndio walipe ama Simba na mamlaka? Simba pamoja na mamlaka. Okay. Kwa sababu walitustaki kwa pamoja. Ndio. Lakini ile claim ya pointi 3 ilikuwa ni dhidi ya Simba, maana yake Simba angetakiwa kupoteza ile mechi kwa mujibu wa madai ya Yanga, kwa kupoteza pointi 3 na kuconcede magoli 3, pamoja na madai mengine ya kifedha ya gharama za kuandaa mechi. Lakini pia waliomba adhabu itoke kwa Simba kwa madai kwamba Simba wali boycott hiyo mechi. Kwa hiyo rufaa ilikuwa dhidi ya barua, kwa sababu sema ni maamuzi, ni barua ya bodi ya ligi ambayo ilihairisha hiyo mechi. Nafikiri ilikuwa ni barua ya tarehe 8. Ndio ilikatiwa rufaa kule CAS. Kwa hiyo pamoja na madai hayo ya Yanga pia walipeleka maombi madogo ya kuomba bodi ya ligi isipange hiyo mechi kusubiri maamuzi ya kesi ya msingi, kwa matazamio kwamba kama Yanga anashinda ile kesi ya msingi angepewa pointi 3. Kwa hiyo hakukuwa na haja hiyo mechi kupangwa tena, kwa sababu ingekuwa inaleta tu kadhia ya kucheza mechi wakati Yanga anakwenda kushinda kesi, wakiamini kwamba wangeenda kushinda hiyo kesi. Kwa hiyo Simba tuliopata wito, tuliweza kupeleka majibu yetu. Moja, kuhusiana na maombi yale madogo ya kutaka mechi isipangwe, lakini sambamba na majibu hayo tuliweka pia pingamizi kwamba CAS haina mamlaka, na CAS haina mamlaka kwa sababu 3 tulizoziweka. Ndio. Moja, mamlaka ya CAS ni aidha yawe kimkataba au kisheria. Sasa hakuna kanuni yoyote ambayo inasema maamuzi ya bodi ya ligi yanakatiwa rufaa CAS, wala hakuna mkataba baina ya wadau unaosema kwamba lolote litakalotokea kwenye mechi ya derby litakatiwa rufaa CAS. Na CAS walinoti kwamba Yanga walishindwa kueleza ni kanuni ipi iliwapa mamlaka ya kwenda CAS, nafikiri kwenye kipengele cha 21 cha decision ya CAS. Lakini sababu ya pili ya CAS kukosa mamlaka ni kwamba hata kama ingekuwa na mamlaka, tunasema haina, lakini hata kama ingekuwa na mamlaka, basi mamlaka ya CAS kwa kanuni za CAS na kanuni za ndani kwetu lazima umalize remedies ambazo zinapatikana ndani. CAS inakuwa ni sehemu ya mwisho. Kwa hiyo ndani tuna kamati za rufaa, TFF ipo, lakini bodi ya ligi yenyewe pia ina uwezo wa kusikiliza complaint na kutoa decision, ambazo hizo procedure zote Yanga hakuzifuatisha. Na sababu ya 3 ya kuonyesha CAS haina mamlaka ni kwamba unavyokwenda kwenye rufaa, maana yake lazima kuwe na kesi ambayo ilitangulia huku chini. Hakujawahi kuwa na kesi huku chini inayowahusisha hawa wadau wanne, kwa maana ya Yanga, bodi ya ligi, TFF na Simba. Hakujawahi kuwa na shauri lolote ambalo linawahusisha hawa wanne na rufaa ikakatwa baadaye, kwa maana maamuzi yakatoka ya awali na kupelekea mtu ambaye hajaridhika akaja rufaa. Ile barua ya TFF haikuwa maamuzi ya kimahakama au maamuzi ya kijudisho kupelekea mtu kukata rufaa. Ile ilikuwa administrative letter
ni barua ya kiutawala ambayo ina maamuzi, lakini barua ya kiutawala ambayo ilikuwa na maamuzi ndani yake, kwa sababu tukio liliahirishwa, tayari walitoa maamuzi. Well, kama walitoa maamuzi, kama tunayatafsiri ni maamuzi, si maamuzi ambayo yanapelekea rufaa. Okay. Ni maamuzi ambayo labda yangetoa kozi nyingine, lakini si rufaa, especially rufaa kuelekea kasi. Kwa hiyo kasi waliamua kupigia hapo hapo kwamba wao hawana mamlaka, na kwa sababu hawana mamlaka kwenye kesi ndogo, hata na kubwa pia waliona pia haina haja ya kuendelea na hiyo kesi, wakaamua kuifuta. Kwa hiyo inawezekana Yanga walikuwa na hoja, lakini hawakufuata mtiririko wa namna ambavyo jambo hili lilipaswa kuiendea. Kama hiyo hoja ipo, lakini mimi I stand to be corrected, hiyo hoja sijaiona, kwa sababu hakuna sheria iliyovunjwa kwenye kuahirisha hiyo mechi. Kuna mtu ana swali kwa Hosea? Achana naye. Hosea, umenyooka kabisa, umetuweka sawa, tumeelewa. Na Simba sasa bila shaka mnasubiri tu kitakachosemwa na bodi kipigwe uwanjani bila shaka. Sisi tunasubiri maamuzi ya bodi, tutayafuatisha. Asante sana. Bwana Hosea amenyooka. Amekwenda vizuri. Bwana Yanga hamna Yanga wanasheria mkuu wa jua walioenda huko. Mgogoro yupo. Mgogoro yupo na apokee simu. Simu haipatikani kaka. Simu ya mgogoro haipatikani. Tunapambana naye kwenye labda nikusomee. Wameandika hapa Young African Sports Club, Dar es Salaam, Tanzania, represented by Mr. Alex Mgongolwa, Juma Nasoro, wakili Juma Nasoro, Respicious Didas, Simon Patrick, Simon yumo. Kalage Rashid. Mtu Chuma Simon. Yupo. Watu watano. Watano. Yupo mzee wangu. Kijana wangu huyo. Watu wote watano wamepigwa chini. Hicho sio idadi. Hoja. Wasilishaji wa hoja. Mgogoro upatikane na sisi tunaendelea na Simon Patrick. Mgogoro upatikane. Na naulipa kama hoja hapo Juma. Sisi naweza nikaisoma hii article hapa jimedari. Kuna article gani? Nani?